Ni furaha iliyoje mpenzi msikilizaji wa Msizayo TV. Karibu kwenye matangazo ya leo jioni. Na kwenye haya matangazo kuna ujumbe wa nitafikishia na kuwapa pole ndugu zangu wa Kinyamulenge. Na tukianza huko Minembwe ni kuwa Societe Civile ya Minembwe imetoa taarifa yenye wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama inayoendelea kuzorota katika eneo hilo la mkoa wa Kivu Kusini. Taarifa hii inasema kuwa katika kati ya tarehe 7 hadi tarehe 12 vitendo vya vurugu na mapigano vimeongezeka, na hiyo kuhatarisha zaidi maisha ya raia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyosainiwa na rais wa Societe Civile ya kiraia Minembwe Mufashi Santos, maeneo mbalimbali yakiwemo Minembwe Centre, Kalingi, Vidego na Karongi, Gakenge na Rubemba na Ilundu yameathiriwa na mapigano ambayo yamevuruga maisha ya wakazi. Societe Civile inasema kuwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026 kulitokea mashambulizi mawili ya anga katika eneo la Minembwe Centre. Inaripotiwa kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali za kiraia ikiwemo nyumba na miundombinu mingine ya kiraia. Ingawa taarifa za kina kuhusu idadi ya waliopoteza maisha bado hazijatangazwa rasmi. Wakazi wanasema mashambulizi hayo yamesababisha hofu mkubwa na kuwafanya watu wengi kuyahama makazi yao na kutafuta maeneo mengine salama. Kabla ya mashambulizi hayo, mapigano makali yalikuwa yameendelea kwa siku kadhaa katika maeneo ya Kalingi, Vidego, Kalongi, Gakenke na Irundu, ambapo taarifa kutoka eneo hilo zinaonyesha kuwa pande zinazopingana zilikuwa zikijaribu kudhibiti maeneo mbalimbali. Mapigano haya yameacha athari kubwa zikiwemo vifo vya watu, majeruhi, uharibifu wa nyumba za raia pamoja na upotevu wa mifugo, ambayo ni chanzo kikuu cha maisha kwa familia nyingi. Picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha baadhi ya majeruhi wa mapigano hayo, wakiwemo wanawake, watoto, jambo ambalo limeongeza hofu kwa wakazi na wachunguzi wa hali ya usalama wa Minembwe. Societe Civile za Minembwe zinasema kuwa shughuli nyingi za kiuchumi za kijamii zimesimama kutokana na ukosefu wa usalama. Maduka, masoko, kilimo, ufugaji na usafiri kati ya maeneo mbalimbali vimeathirika kwa kiasi kikubwa. Familia nyingi zinaishi katika hali ngumu, huku wakazi wakieleza kuwa wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa au kukutwa katikati ya mapigano. Wananchi wanaendelea kusisitiza kuwa hali ya usalama imekuwa changamoto kubwa katika maisha yao ya kila siku, hasa kwa watoto, wanawake, wazee wanaoendelea kuathirika zaidi na machafuko. Katika taarifa yake, Societe Civile ya Minembwe imekumbusha kuwa sheria za kimataifa za vita zinalinda raia na mali zao wakati wa migogoro, na kwamba mashambulizi yanayolenga raia moja kwa moja ni kinyume cha sheria za kimataifa za kibinadamu. Ametoa wito kwa kusitishwa mara moja mapigano na vitendo vyote vya vurugu, hasa katika maeneo yenye raia. Kufanyika uchunguzi huru na wa haki ili kubaini ukweli wa matukio. Kuruhusiwa kwa mashirika ya misaada kuwafikia raia wanaohitaji msaada bila vikwazo. Societe Civile ya Minembwe imesema itaendelea kukusanya taarifa na kufuatilia hali ilivyo katika eneo hilo ili kuhakikisha sauti ya wananchi inasikika na kuendelea kuhimiza ulinzi wa raia bila ubaguzi. Wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa changamoto kubwa Minembwe na maeneo mengine ya milimani ya Fizi, wananchi wanaendelea kusisitiza haja ya suluhisho la kudumu na la amani na la usalama ili waweze kurejea katika maisha yao ya kawaida. Minembwe inaendelea kuwa moja ya maeneo muhimu yanayozungumziwa sana kuhusu usalama wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo wananchi wanasisitiza kuwa hitaji lao kuu ni amani ya kudumu na ulinzi wa kweli. Tunaendelea kutoa pole ndugu zangu wa Kinyamulenge. Kwanza kabisa napenda kuwafikishia ujumbe wa faraja na upendo na matumaini kwa Twirwaneho. Tunafahamu kuwa miaka mingi iliyopita haijakuwa rahisi sana, hata haijakuwa rahisi kwa familia nyingi. Kuna wenye walipoteza wazazi wao, wengine walipoteza watoto wao, ndugu zao na marafiki. Kuna wengine walilazimika kuacha nyumba zao na mifugo yao na mali zao walizozitafuta kwa miaka mingi. Watoto wengi wamekulia katika mazingira magumu wakikumbana na changamoto kubwa kuliko wanazopaswa kukabiliana nazo. Lakini pamoja na hayo, kuna jambo moja ambalo
halikushindwa. Nguvu ya uvumilivu, yani uvumilivu na kusonga mbele, hiyo ndio nguvu imetufanya jamii yetu endelee kuwepo hadi leo. Ndio iliyotusaidia kusimama tena baada ya majaribu makubwa. Ndio iliyowezesha watoto wetu kuendelea kusoma na wazazi wetu kuendelea kulea familia zetu, huku tukibeba matumaini ya kesho kuwa harumusi harige natwe izuba rizasubira kurasa. Na tukielekea kwa mjini Kinshasa ni kwa jana Juni mwaka 2026 kulikuwa na mgomo ndani ya mji mzima wa Kinshasa. TV5 na vyombo vingine vya habari vya kimataifa vimeripoti kuhusu maandamano ya upinzani uliofanyika Ijumaa, yani Vendredi tarehe 12 Juni mwaka 2026. Mjini Kinshasa, pamoja na siku ya mgomo wa mji mzima kusimama uliofanyika tarehe 3 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyombo hivyo, mwito wa mgomo huu ulifuatwa kwa kiasi kikubwa katika miji mbalimbali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Muungano wa C64 unaojumuisha na vyama na harakati za upinzani zisizo za kutumia silaha umedai kuwa sit-in ya jana ilikuwa au maandamano ya jana ilifanyika licha ya uwepo wa ulinzi mkali wa kiusalama. Muungano huu unalalamikia ukandamizaji uliosababisha vifo na majeruhi kadhaa miongoni mwa wafuasi wake. Hata hivyo, bado hakuna taarifa rasmi za serikali iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au waliojeruhiwa. Katika taarifa yake ya muungano wa C64 unasisitiza upinzani wake dhidi ya mabadiliko yoyote ya kikatiba yanayolenga kumruhusu Rais Felix Tshisekedi ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2019 kugombea tena muhula mwingine wa urais. Muungano huu unadai kuwa 99% ya Wakongomani wamesema hapana kwa mpango huu wa kubadilisha katiba. Mamlaka za serikali hazikuwa bado zimejibu tuhuma hizo hadi wakati hii taarifa ilipochapishwa. Ndugu zangu, leo nilishinda kwenye mambo mingi, ndio maana leo sikubahatika kutoa taarifa mchana wa leo, ila nawashukuru na huku nikiendelea kupatia pole jeshi la Twirwaneho AFC/M23 na ndugu zangu wote wa Kinyamulenge, nikiendelea kuwashukuru na nikishukuru pia watu wanaosikiliza matangazo yangu na kufanya subscribe. Hiyo ni support kubwa sana. Acha niwashukuru kwa moyo mkunjufu mnaonionyesha na moyo wa uaminifu kwa taarifa naendelea kuwafikishia. Acha niwatakie jioni njema na Mungu aendelee kuwabariki na pia Mungu aendelee kuwalinda. Taendelea kuwajuza habari moja kwa moja, ili tuendelee kufanya subscribe kwa wingi. Tuendelee kufikisha habari zangu ama habari zetu zifike mbali na ziwafikie wengine kwa urahisi. Chao. Mungu azidi kuwalinda.